Mimi nawaomba sana. Ziko njia nyingi za kutunza amani, zingine zimesemwa hapa. Kila mdau aliyekuja hapa ni balozi. Lakini wale ambao tunajumuika kwa pamoja, basi pia hiyo ni sehemu ya kwanza kuambiana, jamani kuna uchaguzi, kapige kura na tufanye hivyo kwa amani. Tunapoongea na ndugu zetu, tunaposalimiana katika mikoa mbalimbali, pia tuwaambie hivyo. Itasaidia sana kila mmoja akiongea amani, watu wakaelewa kwamba ni tunu ya taifa letu, imeasisiwa na waasisi wa taifa letu Mwalimu Julius Nyerere na Mzee Karume, na tunabudi kuendelea kuilinda na kuendeleza. Lakini tunawajibu wazee, machifu na viongozi wa dini kwa wale tunaoongoza. Tuendelee kuwakumbusha ya kwamba tuna Tanzania nyingine, Tanzania ni hii tuliyokuwa nayo. Na mimi wanasema kwenye mkutano yangu ya uhamasishaji, mara nyingi machafuko yakitokea watu hukimbia nje ya nchi. Kwa hiyo piga picha kutoka Dodoma uende nchi nyingine inayofuata ni kilomita ngapi? Na kipindi hicho hakuna usafiri ambao tuliozoea unaofanya kazi. Hakuna basi, hakuna treni, hakuna ndege itakayoruka kwa sababu ya vita. Maana yake tutapita maporini. Kwa hiyo mwangalie mlemavu, mwangalie mjamzito, mwangalie mama, mwangalie babu na ndugu yako mwingine mwenye changamoto mbalimbali, na hata wewe mwenyewe kama unaweza kutembea zaidi ya kilomita 3 ukapata hifadhi sehemu nyingine. Kwa hivyo tunapozungumza kutunza amani, tunazungumza jambo kubwa, jambo la kucha Mungu. Ninapohitimisha, niwashukuru viongozi wa dini kwa kutufanya tena tujikurubishe kwa Mwenyezi Mungu. Biblia Hosea 4:6 inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Kwa kukosa maarifa. Hapa tutapokea hotuba ya mkuu wa mkoa kupatia maarifa mengi. Lakini mengine anaongea viongozi wa dini, mengine anaenda kwenye sheria ya kuepuka kutenda jinai, na hapa tunakumbushwa na viongozi wa vyetu vya usalama. Nafikiri njia nyepesi, maarifa mepesi ya kuepuka vurugu ni moja, wewe ambaye hukujiandikisha kupiga kura, usiende kwenye kituo cha kupiga kura. Na kisha siku ya mkutano unapata nini pale? Lakini maarifa ya pili, wewe ulijiandikisha kapige kura, ukimaliza inuka ondoka. Mamlaka ya kuhesabu, siku kutangaza ni